Rais Profesa Kithure Kindiki amewaonya wote wanaojaribu kupanga au kuchochea vurugu katika mikutano ya kisiasa nchini, akisema taifa la Kenya lilitoka enzi za siasa za vurugu na viongozi wanafaa kushindana kwa ajenda zao kwa wananchi. Kindiki amewataka vijana kujiepusha na viongozi wa aina hiyo, kwani zoezi la upigaji kura litakamilika, lakini madhara ya vurugu huenda yakaathiri taifa kwa muda mrefu. Wakati huu kunaposhuhudiwa ongezeko la vurugu katika mikutano ya kisiasa nchini, Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki amewaonya wote wanaojaribu kupanga au kuchochea vurugu katika mikutano hii, akisema taifa la Kenya lilitoka enzi za siasa za vurugu na viongozi wanafaa kushindana kwa ajenda zao kwa wananchi. We will not allow anybody introducing violence in central Kenya, in any part of Kenya. You are living in the past. We will not allow you to incite the people of Kenya against one another. Because politics is about ideas. Politics is not about violence. Politics is a competition of who among us has the best ideas. Kindiki amewataka vijana kujiepusha na viongozi wa aina hiyo, kwani zoezi la upigaji kura litakamilika, lakini madhara ya vurugu huenda yakaathiri maisha yao. Mimi nimekuja hapa kazi na mimi nataka tutulize boli ya kisiasa. Wale watu wanaleta siasa huku ya kuchochea vijana wapiganishe vijana wale wengine. Hiyo tabia sio tabia ya pande hii ya mlima. Sisi watu wa mlima tunaheshimiana. Hata tukiwa na siasa tofauti tunaheshimiana. Siasa, kura itapiwa siku moja. Na mwenye kupigiwa kura sio mwananchi, ni kiongozi. Ni wewe utapigiwa kura ama ni kiongozi atapigiwa kura? Si ni sisi viongozi mnachagua? Tusipiganishe viongozi wananchi. Kwa sababu kura itapigwa siku moja ipite. Wananchi watabaki wakiwa ndugu na dada, wakiwa majirani. Amewataka viongozi aliyowataja wanampiga kisiasa kila mara kusaza siasa zao na kumpa wakati wa kuhudumia Wakenya kama naibu rais. Na mimi nimesema sitaki kusumbuliwa. Mimi sitaki tusumbuane na watu wengine. Kila mtu afanye kazi yake. Mimi wacha nifanye hii yangu. Siku nitafika hapa kuuliza ruhusa yenu kuendelea, mtaniuliza maswali. Mtaniuliza ulisaidia sisi kiasi gani? Tulipata stima gani? Tulipata maji gani? Tulipata barabara gani? Soko gani lijengwa hapa kupitia kirauni yako? Hiyo ndio maswali mtaniuliza. Amezungumza haya katika hafla ya kuzindua mradi wa kusambaza umeme kwa boma 1100 eneo la Kieni, kaunti ya Nyeri. Petroli ilikuwa 218 shillings 2022. Lita moja 218. Nyinyi ni washahidi. Kila mwezi serikali imekuwa ikiteremsha bei ya petroli. Shilingi 3, shilingi 4, shilingi 7, shilingi 2, shilingi 3. Wiki ambayo imepita, last week, mwezi huu tumeteremsha tarehe 15 mwezi huu wa February, tumeteremsha bei ya petroli kwa shilingi 4 kwa lita moja. Ni kweli si kweli? Isaac Musyoka, Undugu TV.